Ni Jumamosi nyingine msikilizaji wa Good Morning on Saturday, na kukaribisha sana kwenye kipindi cha Good Morning on Saturday. Mimi ni Oresti Kawao. Kwenye line ya simu niko na Betha John Amos. Huyu ni afisa lishe idara ya mafunzo. Mimi ninaitwa Betha Amos, ni afisa lishe. Mimi kama afisa lishe, baadhi ya majukumu yangu ni kama kutoa elimu na ushauri wa lishe kwa watu mbalimbali, kuratibu na kusimamia programu mbalimbali za lishe, lakini pia ninahusika katika kushiriki kufanya tafiti mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia kuboresha hali ya lishe nchini. Betha, hebu tupitishe kwenye umuhimu wa biotech kwenye lishe. Bioteknolojia ina mchango mkubwa sana katika eneo la lishe kwa sababu inasaidia kuboresha upatikanaji wa chakula, lakini pia inasaidia katika kuhakikisha kwamba kuna usalama mkubwa wa chakula. Utauliza kwa nini au kivipi? Unajua kuna mazao kama golden rice, huu ni mchele ambao unakuwa ndani yake kuna vitamini A. Hasa kwa maeneo ambayo kuna ukame kwa kipindi kirefu sana cha mwaka, mtu unakuta sio rahisi sana kupata mboga za majani. Tunajua kwamba vitamini A ina umuhimu mkubwa sana katika maendeleo ya mwili, na pia inasaidia masuala ya uoni. Kwa hiyo mtu ambapo hawezi kupata mboga hizo za majani, ili aweze kupata vitamini A, anaweza akala wali, na tunajua familia nyingi pia wanapenda wali. Kwa mama anaweza akaandaa chakula wali kwa kutumia golden rice, familia ikajikuta kwamba badala ya kupata tu wanga, inapata wanga pamoja na vitamini A ambayo iko ndani ya ule mchele ambao tunaita ni golden rice. Tunaendelea kama nchi yetu bado tuna changamoto ya utapiamlo. Kwa bioteknolojia inakuja kutusaidia katika kupambana na changamoto kama hizo za utapiamlo, lakini inasaidia kuimarisha usalama wa chakula katika jamii, na pia inatusaidia kupata vyakula vyenye virutubisho vya kutosha. Lakini pia bioteknolojia inasaidia sana katika uzalishaji wa chakula, ambapo inasaidia kutengeneza mimea ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kustahimili ukame. Kwa hiyo inasaidia katika kuhakikisha kwamba kuna usalama wa chakula nchini. Swala la biotech, vipi kuhusu uelewa kuhusu umuhimu wa teknolojia hii? Asante sana kwa swali zuri. Uelewa wa jamii zetu kuhusu vyakula ambavyo vimetengenezwa kwa teknolojia hii nzuri bado uko chini sana. Yaani wengi wana hofu na kuna dhana nyingi potofu. Wengi wanaamini kwamba vyakula hivi baada ya muda fulani vinakuletea madhara. Wengi wanaamini kwamba vyakula hivi vina kasoro nyingi. Wengi wanaamini, dhana ziko nyingi sana potofu kuhusu vyakula hivi ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia bioteknolojia. Lakini niombe kuwatoa wasiwasi kwamba vyakula hivi vimethibitishwa ni vizuri kabisa, vinafaa na vinasaidia sana katika kuboresha hali ya lishe nchini. Unawaeleza nini kina mama ambao ndio hasa wanashughulika na vyakula kwenye maisha yetu? Mimi naamini kwamba akina mama wakiwa na elimu sahihi kuhusu bioteknolojia wanaweza kutumika kama daraja katika kuondoa dhana potofu katika jamii. Vyakula hivi ambavyo vinatengenezwa kwa kutumia bioteknolojia vipo kwa ajili yetu sisi na kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya kutusaidia kupambana na utapiamlo katika familia zetu. Mpaka hapo msikilizaji wa Good Morning on Saturday, ndo tunafika tamati ya kipindi cha Good Morning on Saturday, na leo tumeweza kupata nafasi ya kujifunza masuala mbalimbali kuhusiana na biotech. Na kumbuka, kila Jumamosi kupitia Good Morning on Saturday unapata fursa ya kuendelea kujifunza umuhimu na ni jinsi gani biotech inavyoenda kufanya mapinduzi katika uzalishaji wa chakula pamoja na tija katika dunia hii na hasa Tanzania.